watazamaji wa Sibuka TV, leo tena ni siku njema na kusalimu katika jina la Yesu Kristo lipitalo kila jina. Mimi naitwa Mwinjilisti Donatus Mahenge. Kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na waleta watazamaji wote hawa kwako wewe unayewajua. Ninakuomba Bwana, zungumza nao, gusa mioyo yao, wabariki Mungu, waokoe na kuwaponya, wafadhili na kuwategemeza. Wote naomba lengo lako na kusudi lako litimie kwa kila moja sasa. Mungu, nakushukuru kwa sababu umenisikia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunakutana tena leo katika kile kipindi unachokipenda kinachoitwa Kimbilia kwa Yesu. Leo nakuletea ujumbe mzuri sana ambao ninaamini Mungu jinsi alivyopanga na kuweka atakwenda kukutana na wewe. Mungu analiangalia neno lake ili apate kuwahudumia watu wake. Na wewe sasa fuatana nami katika ujumbe wa siku ya leo, na mwisho kabisa wa mahubiri haya nitakuletea namba yangu ya simu, na baadaye kabisa nitawaombea wenye shida na mahitaji mbalimbali, na Mungu ajawa mbali na shida yako, ajawa mbali na hitaji lako, yu macho kuliko unavyojua na unavyofikiri. Ujumbe wa siku ya leo ni mzuri sana. Kichwa chake kinasema usiangalie ukubwa wa tatizo au gumu wa tatizo hilo, bali mwangalie Bwana Yesu, au mwamini Bwana Yesu tu. Nitasoma haraka kutoka katika Injili ya Yohana mlango ule wa 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 44. Kwa nini nasoma namna hii? Nataka ujue Biblia inasema nini na wewe unatakiwa kufanya nini. Naanza kusoma. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana Mariamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Basi Yesu aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwepo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena?
Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12 mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku jikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia wazi wazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini, lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamuita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko.
Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu asingalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki ya kwamba ndiye uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Mstari wa mwisho 44. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amen. Katika kisa hiki cha kufufuliwa kwa Lazaro, hebu tuone Martha, Mariamu na Lazaro ni nani hawa? Martha alikuwa dada yake Mariamu na Lazaro, na walikuwa ni wakazi wa Bethania. Na Bwana Yesu alikuwa na desturi yake ya kuwatembelea katika nyumba yao hapo Bethania. Siku moja walipotembelewa na Bwana Yesu, Mariamu alikuwa busy sana, maana mtu wa thamani amewatembelea nyumbani mwao ili kumwandalia ukarimu wao. Mariamu aliposhindwa kusaidiana na Martha alitumia muda huo kumsikiliza Bwana Yesu. Martha alichukizwa na kumlalamikia Bwana Yesu akisema, Bwana Yesu, naona. Na Yesu akamjibu, Martha, Martha, unasumbuka na vitu vingi, bali Mariamu amechagua fungu jema ambalo hataondolewa.
Wakati Lazaro alipokuwa mgonjwa sana, ni Martha ndiye aliyetuma ujumbe ili kumuomba Bwana Yesu aje pale Bethania, aje pale Bethania amponye Lazaro kwa uwezo wake. Na Bwana Yesu hakwenda Bethania mpaka baada ya siku 4. Sikiliza kisa hiki. Wakati Lazaro ameugua mpaka amekufa na kuzikwa na amekaa kaburini yapata siku 4, Bwana Yesu, ndipo sasa tunasoma Bwana Yesu alipofika, Martha alienda kumulaki. Alipokutana naye alionyesha kukata tamaa, kwa vile Yesu amekawia mpaka Lazaro amekufa. No. Maneno ambayo Bwana Yesu alimwambia Martha hayakueleweka vizuri na kuaminiwa na Martha, lakini bado Martha alionyesha kuwa anaamini nguvu za Bwana Yesu. No. Bwana Yesu baada ya kufufuka Lazaro alitumia muda katika mji wa Efraim, na baadaye alirudi tena Bethania katika nyumba ya Martha, Lazaro na Mariamu. Ni wakati ambao Martha alimpaka Bwana Yesu mafuta ya thamani. No. Nimpaka Bwana Yesu mafuta ya thamani. Kwa nini alimpaka mafuta ya thamani? Kama Yesu ambavyo hii familia ilikuwa, Yesu Kristo alikuwa ni rafiki yao. Ndio maana Lazaro alipokufa, Martha alituma habari, Bwana Yesu, yule umpendaye hawezi, ni mgonjwa. Na wakati Yesu amemfufua sasa, ameenda kule kijiji kile cha Efraim, kijiji cha Efraim. Tunasoma hivi, na kisha karudi tena Bethania. Kwa furaha waliokuwa nayo Martha na Mariamu, Martha hakujizuia, alichukua mafuta ya thamani sana, akampaka Yesu miguu, na kisha akageuza nywele zake kupangusa yale mafuta kwenye miguu ya Yesu. Unaona picha hii? Lakini hebu nataka ujue sasa, kwa nini nakuletea ujumbe huu? Ujumbe huu kwa nini nakuletea? Nakuletea ujumbe huu ili makusudi umwamini Bwana Yesu kuwa ni Masihi au ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa kweli katika injili hii ya Yohana aliwaandikia watu wa kizazi kile na vizazi vyote na hata leo, ili wasomaji na wasikiaji wapate kumwamini Yesu, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Inathibitishwa hivyo kitabu hiki cha Yohana, tena mlango wa 20 kuanzia mstari wa 30 mpaka 31. Nasoma hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki
lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwamba kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Muwe na uzima kwa jina lake. Nami nakuletea ujumbe huu, ndugu mtazamaji. Lengo ni hili: umwamini Yesu Kristo kwamba ni Kristo, kwamba ni mwana wa Mungu. Unapokuwa umepata imani hiyo na kutelekeza imani yako isiyofaa, inayosema Yesu sio Masihi, uliofundishwa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, uliofundishwa kwamba Yesu sio Mungu, uitelekeze imani hiyo inayosema huwezi kuokoka. Yesu aokoi duniani hapa, utaokoka siku ya mwisho. Telekeza imani hiyo, uipate imani hii ninayokufundisha na kukuhubiri sasa, moja kwa moja. Ukiamini na kupokea imani hiyo, Biblia inasema utakuwa na uzima. Kumbe uzima unapatikana baada kumwamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, ni Masihi, kwamba ndiye yule aliyetumwa duniani kwako na kwangu. Kumwamini ndipo unapata uzima, uzima wa milele, uzima wa milele. Huwezi kupata uzima wa milele kwa njia ya kubatizwa, kwa njia ya sakramenti, kwa njia kwa dini fulani au dhehebu fulani, au kwa bidii zako mwenyewe, au kutoa sadaka, au kufanya matendo mazuri. Uzima haupatikani kwa namna hiyo hata siku moja. Uzima ni kwa masikini asiye na uwezo wa kutoa sadaka. Kama wewe ukamwamini Yesu, unapata uzima. Uzima ni kwake yeye, tajiri, maskini, omba wote. Ukamwamini Yesu, unakuwa na uzima wa milele, unakuwa na uzima wa milele. Sasa nikuletee ujumbe mzuri sana wa leo. Sikiliza sasa. Ujumbe unatoka katika mstari ule wa 25 na 26 pale kwenye kitabu hicho cha Yohana mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka 44, ni mstari wa 25 na 26. Hapo ndipo ujumbe unatoka. Nataka nikusomee ujumbe, ndipo napotoka. Ujumbe ndipo napotoka, na ujumbe leo ni moto kabisa. Ujumbe wa leo ni mzuri sana. Ujumbe wa leo umebeba baraka. Ujumbe wa leo umejaa ushindi kwako. Ngoja nikusomee. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Mstari wa 26. Yesu, mstari wa 26, naye akiishi, naye kila aishie na kuniamini mimi Yesu hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki haya? Wewe Martha wa leo, mtazamaji, unayasadiki haya? Unalisadiki hilo? Unaliamini hilo kwamba Yesu Kristo naam ndiye Bwana wa ufufuo na uzima? Kama mtu anamwamini hatakufa, na kama naishi hawezi kufa, na japo kufa atakuwa naishi. Imani hiyo itakuokoa leo, itakuponya leo. Kuna imani nyingi
zingine haziokoi mtu, zingine haziponyi mtu, zingine hazitoi kibali cha kuingia mbinguni, zingine ni za kukariri kwa kichwa, zingine ni za kujilinda mwenyewe. Lakini nakuambia hivi, unisikie, hapo ndipo ujumbe unapotoka. Hebu niendelee. Bwana Yesu alikwisha kuhakikisha kuwa yeye ni Yesu halabudishi, ndugu mtazamaji, hawatii watu kwenye wasiwasi wala mashaka. Yeye anatuleta katika uhakika. Yeye anatuleta na kututoa katika mashaka. Unaamini ungali hai, unajua unakokwenda, unaamini unakokwenda, unaamini kabla ya muujiza leo, kwamba leo ugonjwa utapona, kwamba leo ugonjwa unaoitwa dhambi unaondoka. Sitatumikia dhambi tena, sitakuwa gizani tena, sitakuwa mtumwa wa shetani tena. Unaamini mapema kabla Yesu haja kuhudumia. Na Yesu anataka uamini kwanza. Lazaro kabla hajafufuliwa, Yesu Kristo alihakikisha uzima, alihakikisha muujiza, alihakikisha baraka, alihakikisha wokovu. Kwa sababu Yesu Kristo alikwisha kuhakikishia mapema mwanzoni. Siku moja alisema hivi, sikiliza fuatayo. Siku moja alisema kwamba yeye ni mkate wa uzima. Siku nyingine alirudia tena na tena. Na katika mahubiri yake na mafundisho yake, Yesu alifundisha 95%. 5% alihubiri watu. Na mimi natumia wasana wakati huu nifundishe na nihubiri kidogo, nifundishe zaidi lakini nihubiri pia. Kwa hiyo Yesu aliwaambia yeye ni mkate wa uzima. Aliendelea hivyo hivyo. Na siku nyingine akasema yeye ni maji ya uzima. Na 3, siku nyingine Yesu akasema yeye ni nuru ya uzima. Na hapo siku hiyo amefika, hajaingia kwenye kijiji, amekutana na Martha, anamwambia mimi ndimi ufufuo na huo uzima. Yesu atasema kesho, maana kesho sio yako. Unaweza ukafa, unaweza ukafungwa gerezani ukashindwa kulisikia neno, unaweza ukakutikana na mabaya. Sasa Yesu aseme kesho. Yesu Kristo mwana wa Mungu amesema yeye ni mkate wa uzima. Amesema yeye ni maji ya uzima. Amesema yeye ni nuru ya uzima. Iko nuru unayoiona hiyo unayoipenda ili uone, lakini iko nuru ya uzima. Hapa Yesu anasema yeye ni huo ufufuo na uzima. Ni huo ufufuo na uzima. Unaona mashaka tena kwa Yesu? Sikiliza kinachofuata. Nikwambie kinachofuata. Aliwahakikisha kwamba, aliwahakikishia hivyo ili waamini kuwa yeye ndiye Kristo Masihi, yule aliyetabiliwa na manabii kwamba ataleta uzima wa milele. Isaya kusema yeye ni maji ya uzima. Yeremia kusema yeye ni maji ya uzima. Unaona, Musa kusema yeye ni maji ya uzima. Wanafunzi wake hawajawahi kusema wao ni nuru ya uzima, wala mkate wa uzima, wala nabii yeyote hakuwahi kusema maneno hayo. Ni Yesu Kristo mwenyewe akawa anawahakikishia. Leo anakuhakikishia, ondoa hofu, ondoa mashaka. Kija kwa Yesu, yeye ndiye hakika.
anakuhakikishia. Unaona, ili uamini hivyo, ili uamini hivyo. Ulimwengu wakati ule ulikuwa unamsubiri mwana wa Mungu, ulikuwa unamsubiri Masihi. Alipotokea, watu wengine waliendelea kukaa kwenye dini zao na upagani wao. Kwa nini wakae kwenye dini zao? Walikaa kwenye dini zao na imani zao wale Wayahudi kwa sababu waliacha maandiko, waliacha unabii. Ukiacha maandiko, ukiyakataa, huna chako. Utabaki na pesa, pesa utakufa, utaiacha, huna uzima. Utabakia na dini, uzima haunao. Utabakia na maovu, uzima haunao. Utabakia na sifa lukuki, lakini uzima haunao. Na kuhubiri habari za Yesu aliye maji ya uzima, na kuhubiri habari za Yesu aliye mkate wa uzima, na kuhubiri habari za Yesu aliye nuru ya uzima, na kuhubiri habari za Yesu aliye uzima wa kweli. Hebu nikusomee tena kitabu kile cha Yohana mlango wa 12 mstari wa 23 na 24. Sikiliza, neno linasema, na Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Mstari wa 24. Na Yesu anasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Uzima wa roho ya mtu na uzima wa mwili anatoa Bwana Yesu. Wewe unatembea kwa sababu Yesu ametoa uzima wa mwili. Unaishi sio kwa amri yako. Hata kama wewe umjui, lakini unaishi kwa amri yake. Yesu ana mamlaka mbinguni na duniani, alishasema. Hata wewe uko chini ya amri na mamlaka yake. Hata useme simjui, hata useme simtaki, wewe ni kama kifaranga tu, kama kasisimizi tu. Huna amri juu ya uhai wako, huna amri juu ya mwili wako. Japo nakataa, Biblia nasema hivi, mili hivi hamjui ya kwamba mili yenu sio mali yenu wenyewe. Wewe umechukua mwili wako, umekuwa ni mali yako mwenyewe. Ndio maana unaunywesha pombe, unaunywesha bia, unavuta masigara, unavuta madawa kulevya, unafanya ukahaba ndani ya mwili wako. Unafikiri ni wa kwako, kumbe mwili huo sio mali yako mwenyewe, wala kuumbwa kwa ajili ya shetani, ila uliumbwa kwa ajili ya Mungu. Sikiliza sasa, nikwambie habari njema kile kifuatacho. Sikiliza mpendwa, sikiliza mpendwa. Hey, punje lazima ife, lazima ife ipate kifo, ndipo italeta uzima. Unaipanda kwenye udongo, alafu nafukia na udongo, namwagilia maji, alafu inakufa yenyewe. Ikifa inafanyaje? Inatoa tena uhai, inatoa machipukizi na inazaa wengi, inazaa punje nyingi, inazaa vingi. Ndivyo Yesu alivyo. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna aliyetangulia, atakayekuja, wala yeyote ambaye alikufa kama Yesu hayupo. Yesu alikufa alete uzima. Unapopokea uzima wake ni huu, ni kukataa dhambi. Dhambi ni mauti. Ukaja kwa Yesu, Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Unampa Yesu maisha yako, unapokea uzima, tena uzima wa milele. Hiyo ndio maana yake. Mstari wa 3 Biblia inasema, yeye ampendaye, walisema hivi, yeye umpendaye hawezi. Yeye umpendaye hawezi.
Ni Martha yule ametuma ujumbe na kuleta sasa mahali. Ametuma ujumbe kwa Bwana Yesu. Yeye umpendaye ni mgonjwa, hawezi. No. Neno la Kiebrania lililotumika hapa, umpendaye, au neno upendo lililotumika hapa la Kiebrania, ukigeuza kwa Kiingereza linaitwa affection. A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. Sikiliza nikwambie, maana ya neno hii affection, to feel love about them. No. To love. To love. And to care about them. To love and to care about them. Yani sio Yesu aliipenda familia ile tu, Martha, Mariamu na Lazaro. Sio aliwapenda tu, lakini cha zaidi hapo, alicare about them. Aliwajali. To love so much. To love very much. To love so much and to care about them. Huyu sio rafiki wa kawaida. Huyu sio rafiki kama yule mnapeana bia. Huyu sio rafiki kama yule unayemjua kwenye dini yako. Huyu sio rafiki kama yule mtumwa unayemjua yule fundisho. Huyu ni zaidi. Anakupenda na anakujali sana. Kwa hali hiyo, kwa sababu Martha alijua Bwana Yesu anawapenda na kuwajali sana, alipoona kaka yake Lazaro amekufa, akasema sina kimbilio lingine, ni Yesu, kwa sababu anatupenda sana, alafu he cares us. Anatujali. Ndio maana ya kutuma ujumbe. Vinginevyo angemwacha sema sasa ni mgonjwa, basi atakufa au hatakufa. Aliona hapana, ngoja nipeleke, kwa sababu huyu Lazaro anayeugua yuko anayempenda na kumjali. Na mimi nasema wewe unayeugua ugonjwa wa dhambi, yuko na yupo anayekujali, anayekupenda sana na kukujali. Mjie Yesu leo. Geukie Yesu leo. Haleluya. Ukijua hilo, nalikugusa liyote moyoni mwako. Na mimi nalipigia msumari wa inchi 6 na gonga kwamba Yesu anakupenda na kisha anakujali sana. Lakini hapendi hayo unayofanya. Yuko kinyume nayo. Na anasema usipotubu na kugeuka, atayalipia adhabu yake. Kwa nini ulipiwe adhabu ya hayo wakati kuna Yesu rafiki anayekupenda na kukujali? Kwa nini basi? Geukie leo. Najua una shida za kila aina. Umeachika na mume, umeachika na mume, umefukuzwa nyumbani, umefukuzwa kazi, hauna kazi, shida za kila aina. Lakini yuko Yesu Kristo ambaye he cares about you. He cares about you. Anakujali kuliko baba, kuliko mama. Anakujali kuliko bosi, kuliko chochote. Anakujali kuliko dini yako. Yuko Yesu Kristo ajabu. Upendo wa Yesu Kristo umeandikwa ndani ya Biblia. Ni upendo wa ajabu sana. Ni wa pekee. Hakuna mwenye upendo kama Yesu. Tunaposema upendo wa Yesu, manake upendo Yesu ni kielelezo cha upendo wa Mungu mwenyewe. Biblia inasema Yohana 3 na mstari wa 16 nasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee.
Ni upendo wa Mungu na kuita. Sikiliza na kuhubiri. Sikuhubiri dini yangu wala dini yoyote, na kuhubiri upendo wa Mungu. Tunaposoma Biblia inaeleza za Yesu Kristo, maana yake Mungu amejifunua katika Yesu Kristo upendo wake wa ajabu. Naona maana neno to care, to be kind, helpful, and showing that you care about them. You care about them. Tafadhali usimkufuru Mungu ukasema koko kakupo, hujaelewa na kufundisha. Tafadhali usimtukane Mungu. Umetukana mara nyingi sana, umedharau mara nyingi sana, ni kwa sababu hujui. Lakini mimi nakuhubiri habari njema za Yesu Kristo. Naona anajali mahitaji yako kuliko uhai wake mwenyewe. Kuliko uhai wake mwenyewe alipokuwa duniani hapa, alitoa uhai wake kwa ajili yako. Yaani nakujali wewe unanitazama leo. Ijapo umeharibikiwa, ijapo umepotea, lakini Yesu Kristo anakujali kuliko uhai wake mwenyewe. Utampata nani? Hata huyo anayemwamini hakujali wewe kuliko uhai wake mwenyewe, atakujiokoa mwenyewe. Kila nabii alijiokoa mwenyewe, alitafuta usalama wake mwenyewe. Hakuna aliyekuja nasema mimi nimekuja sijijali uhai wangu, ili najali uhai wenu. Hayuko. Kila nabii, mtume, awe yeyote mnayesema mtakatifu, alijitetea mwenyewe. Alipofika mahali alijitetea mwenyewe. Yesu anakujali wewe, kwa maana ameonyesha kwamba alikujali wewe kuliko uhai wake. Maana alitoa uhai wake kwa ajili yako, uzima kwa ajili yako. Pokea uzima leo. Pokea Yesu Kristo mwana wa Mungu leo. Ukimpokea Yesu namna hiyo na kumwamini namna hiyo, kama ninavyokuhubiri, kupona balaa sio kazi. Tayari Yesu ni mkate wa uzima. Tayari Yesu ni maji ya uzima. Tayari Yesu ni uzima, ni nuru ya ulimwengu. Yesu Kristo ni uhakika. Yesu Kristo ni uhakika. Ni uhakika. Mstari wa 4. Ugonjwa huu, Yesu akasema ugonjwa huu hautaishia katika kifo. Vita vikubwa sana vya shetani kupitia watu alikuwa anazuia Bwana Yesu asipate utukufu. Utukufu ni wake, ili watu wamwamini kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Ndio maana alisema ugonjwa huu anaougua Lazaro ni kweli atakufa, lakini hataishia kwenye kifo. Mimi naenda kumfufua, hili litukuzwe, hili niinuliwe, watu waniamini mimi ni mwana wa Mungu. Yesu anataka dunia nzima, Mungu anataka dunia nzima wajue na waamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na wewe uamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sikiliza, nikupe habari tena njema sana. Nikupe tena habari njema sana. Najisikia vizuri leo. Najisikia baraka sana leo. Mstari wa 39 tunasoma, Bwana alipata vipingamizi vingi sana. Yani Martha anasema Bwana ananuka. Sasa ananuka, ni siku 4, ameoza, ananuka. Yesu alipata vipingamizi, lakini ameshawaambia yeye ndiye uzima na ufufuo. Nitashangaa leo baada ya ujumbe wa maneno haya, nitashangaa kabisa
kama wewe hautaamini haya anayokuambia, nitashangaa unaleta vipingamizi. Lakini hivyo vipingamizi havikumzuia Yesu kumfufua Lazaro, maana yeye ni uzima, maji yaliyo hai, mkate wa uzima, nuru ya ulimwengu. Ndiyo maana alimfufua. Leta shida yako sasa, leta tatizo lako sasa, leta sasa, leta sasa. Leta roho inayokusumbua ya uzinzi, leta roho inayokusumbua ya ushoga, leta roho inayokusumbua ya ulevi, leta roho ya mauti imekukalia. Leta sasa ugonjwa wako, leta tayari. Yesu ni uzima, ni nuru ya ulimwengu. Leta sasa. Nimemaliza ujumbe huu. Leta sasa. Leta roho yako kwa Yesu. Leta moyo wako kwa Yesu sasa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa mamlaka niliyopewa kutoka juu, nasema leta shida yako. Shida ya kwanza ni roho yako, moyo wako, ni dhambi yako. Nami nakutaka kufunike macho yako, alafu rudia sala hii mwenyewe kwa imani. Rudia, sema: Bwana Yesu, mwana wa Mungu, wewe ni mkate wa uzima, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni maji yaliyo hai. Naam, nakuja kwako kama sifa zako zilivyo. Mimi nimepotea, sina wewe maji yaliyo hai, sina wewe mkate wa uzima, sina wewe uliye uzima ndani yangu. Nimeishi huko, leo ninatubu dhambi zangu zote, naomba nisamehe. Bwana nipokee sasa, Bwana nirehemu sasa. Nimepotea muda mrefu, leo nimekuamini, naomba nipokee, nifanye kwa mtoto wako. Tangu sasa namkataa shetani na kazi zake zote kwa jina la Yesu. Shetani, toka kwangu na kazi zako. Bwana Yesu, natoa moyo wangu na roho yangu na maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante umenisikia, asante umeniokoa, asante umeniweka huru, katika jina la Yesu, amen. La mwisho, nataka nikuombee. Kichwa cha ujumbe kinasema, usiangalie ukubwa wa tatizo lako, mwangalie Yesu, mwamini Yesu. Nimeshakuhubiri, umemwamini tayari. Sasa tunakuja kwenye ugonjwa na matatizo na shida. Kusanya shida yako, tatizo lako, na kuombea sasa, moja kwa moja. Yesu atafanya sasa hivi. Funika macho yako, na kama unaumwa, weka mkono wako pale unapoumwa. Ni kwa jina la Yesu tu peke yake unapona sasa, unafunguliwa na barikiwa sasa. Funika macho yako. Bwana Yesu, asante kwa maana wewe tayari umewaambia watu hawa kupitia neno lako kwamba wewe ni uzima, kwamba wewe ni mkate wa uzima, kwamba wewe ni maji yaliyo hai, kwamba wewe ni nuru. Magonjwa na shida vinavyowasumbua watu hawa vinatoka kwa adui. Wakaribie Bwana Yesu, karibia mtu huyo Bwana Yesu, mguse, mweke huru. Umeingia ndani yake, thibitisha kwamba ndani yake. Katika jina la Yesu, magonjwa yote toka nje, mateso yote toka nje, pepo wachafu wa aina zote toka nje. Anaingia aliye nuru, anakukaribia na kukujia aliye uzima kwa mtu huyo. Jina lake Yesu li juu yako pepo, li juu yako ugonjwa, li juu yako mikosi, li juu yako vifungo, li juu yako mateso ina. Kwa jina la Yesu aliye hai, toka uondoke.
katika jina la Yesu aliye hai. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima, usisumbuliwe tena na majini na masoka na mashetani na mikosi na zote. Kwa jina la Yesu uwe huru ndani na nje, uwe huru kwenye biashara yako, uwe huru kwenye nyumba yako, kwenye kazi zako na watoto wako. Baraka ya Bwana ikujie sasa. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Sasa wewe uliyeokoka, umempa Yesu maisha yako, nenda moja kwa moja EAGT kanisa lile, ukafundishe pale, ukae kwenye wokovu. Na wewe uliyepokea muujiza, usirudi kilabuni, usiende gizani. Umempokea Yesu, amekuwa mwokozi wako, umepona magonjwa yako, nenda kwenye nyumba ya Mungu pale kwa waliokoka, pale kwa waliokoka, ili utunze wokovu wako, utunze muujiza wako, utunze baraka yako. La mwisho kabisa, pokea namba yangu ya simu kama ni mara ya kwanza. Namba yangu ya simu ni 0754 610 985. Narudia 0754 61 098 Weza kunipigia, utapata msaada zaidi. Lakini nakushauri pale pale ulipo, watu wa Mungu wa kweli waliokoka wapo. Na kama natatanika, nipigie simu, mimi nitakusaidieni. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza ujumbe huu, na ujiweke na ukae katika mahubiri na mafundisho haya ya leo. Na Mungu aliye juu akubariki kabisa. Tutakutana kipindi kijacho. Amen. Asante sana. Kipindi kijacho tutakutana. Asante. Sibuka TV.